Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena ndugu zangu watazamaji wa Africa TV katika kipindi chetu hichi cha moyo msafi, alqalbu salim, a'malul qulub, matendo ya moyo. Tukiwa tunaendelea katika kuonyesha umuhimu na kuonyesha mafungamano ya matendo ya moyo na matendo ya viwiliwili vyetu, lakini pia tunajaribu kuonyesha umuhimu wa watu kubadilika kutoka katika kuyadharau na kuona kwamba hayana maana matendo ya moyoni, wakati hayo ndiyo matendo yenye asili ya hilo jambo. Mara nyingi tumezoea katika jamii yetu kwamba unapokuwa unataka kusahihisha au kurekebisha au kuwafundisha watu masuala mazima ya itikadi, masuala mazima ya usafi wa moyo, basi huwa unaonekana au unafahamika kama vile kwamba unakuwa umewapa taani wale watu, umeonyesha kwamba wale watu hawafai. La, bali ni katika moja ya kuweza kusahihisha mitazamo na misimamo ya kiakida au ya kiitikadi kwa baadhi ya watu. Elimu ya i'tiqad, elimu ya a'malul qulubi, mara nyingi watu wengi wanakuwa wanaifanya nini? Wanaidogesha. Mtu anaweza akawa ameanza kufundishwa somo la sala, amefundishwa somo la zaka, lakini hajafundishwa nini maana ya tauhid, ambayo tauhidi hii iqraru ifradullahi bil ibada, namna gani utampwekesha Mwenyezi Mungu kiibada, na kumpwekesha Mwenyezi Mungu kiibada kwa namna kubwa sana inacheza na amalul qalb, kwa sababu imani kama iman, wanawazuoni walipokuwa wanaieleza iman wanasema ni qaulun wa amal. I'tiqad fi lqalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Cha kwanza kabisa, kuwa na itikadi sahihi katika moyo wako, na itikadi sahihi katika moyo wako, miongoni mwa itikadi hizo ni baadhi ya mambo ambayo yanapaswa wewe kuyafanya katika moyo wako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa pamoja na itikadi hiyo, alafu kuwe na qaulun bil lisan, useme kwa ulimi wako kwamba mimi namwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi namtegemea Mwenyezi Mungu, mimi simshirikishi Mwenyezi Mungu na kitu chingine. Baada ya kuitakidi katika moyo wako, tasdiqun bil amal, sasa unasadikisha kwa matendo yako, imma bil lisani au bil jawarih, kwa sababu matendo ya ulimi ni kule kusema kwake, alafu kuna matendo ya viwiliwili vingine vilivyobaki. Kwa hiyo wakati tunazungumza kuonyesha masala ya itikadi, masala ya amalul qalbi, masala ya qalbu salim, hatukusudii kuwananga baadhi ya watu. Kikubwa ni kurekebisha mitazamo na misimamo na ufahamu wa namna gani matendo ya moyo wako yanaweza yakaendesha vizuri matendo ya kiwiliwili chako, kwa sababu utakapokosa matendo ya moyo wako yakawa hayaendani na matendo ya mwili wako, huna ikhlas, huna sidq, huna mahaba na Mwenyezi Mungu, huna khaufu na Mwenyezi Mungu, huna khushui katika swala zako, utafanya vitu vyote hivyo, utagawa pesa, utatoa zaka, utafunga, utaenda haji, kumbe ulikuwa unakwenda haji watu wakuone kwamba huyu ni haji, alhaji fulani. Umefanya matendo ya viwiliwili, lakini umekosa matendo ya moyo. Katika mambo ambayo yanatusaidia au yatatusaidia, ndugu watazamaji, katika kujenga na kuweka vizuri moyo wetu, mojawapo almujahada walmusabara. Hizi nafsi kwa kawaida ni nafsi mara nyingi zinapenda kufanya vitu vya ovyo kuliko kurudi kwa Mwenyezi Mungu.
inna nafsa la amaratun bisu. Mara nyingi nafsi inakushawishi umdhanie mtu vibaya, huyu ndo kanifanyia hivi. Nafsi inashawishi umchukie huyu, nafsi inashawishi huyu kamfanyia ubaya. Kwa hiyo kwanza kabisa inatakiwa mujahada. Nafsi inatakiwa kwamba ufanye kitu fulani anione, nifanye kitu fulani anisifie, hakadha nafsi. Kwa hiyo ili uweze kwanza kuirudisha nafsi yako ikae vizuri katika amalul qalbi, mujahada, upambane nayo, uiweke sawa. Ni vita ambavyo vipo baina ya nafsi na shaitan. Ukiacha kidogo tu unakuwa umepigwa mweleka ambao unakutoa katika amalul qalbi salim, unakwenda katika amalul qalbi alfasida. Kama ambavyo tunasema wakati wote uombe Mwenyezi Mungu dua ya muqallibal qulubi thabbit qalbi, lakini tunajua kwamba hizi qulubi idha saluhat saluha wa idha fasadat fasada. Basi hichi kile ni kama ni mfano wa moyo, kwa maana ni malik, kama vile ndio mfalme, alafu mwili wako ndio junud, ndio maaskari. Kwa hiyo moyo utakuwa unawaamuru kiwiliwili kama vile mfalme anavyoamuru maaskari wake. Kwa hiyo cha kwanza kabisa lazima ufanye jihadu nafsi, uikataze nafsi yako. Mmoja katika watu waliotangulia, Ibnul Munkadir, alipatapo kusema akasema, jahadtu wakabattu nafsi 40 sanatan hatta istaqamat. La ilaha illa Allah. Kabattu nafsi, jahadtu nafsi 40 sana hatta istaqamat. Nimepambana kwelikweli, nimevurugana kwelikweli na moyo wangu na nafsi yangu miaka 40 mpaka ndiyo sasa ikawa ikimeeleweka. Kwa cha kwanza katika kutengeneza nafsi, mujahada. Wapo watu wengi sana wana mazoea, washazoea anaswali, akimaliza kuswali asubuhi yake kama ana jambo la matatizo anamwita mtu, anaenda kumpigia ramli, anaswali huyo mtu, lakini bado nafsi yake inavutika na mtu mwingine kinyume cha Mwenyezi Mungu. Huyu mtu anatakiwa afanye nini? Asikemewe, asifokewe. Huyu anatakiwa aeleweshwe, apambane jihadi ya kutoka kule kuja huku, awe qalbun salim. Ibnul Muqaddir katuambia kapambana na nafsi yake miaka 40. Kama vijana wa sasa wanasema usimkatie mtu tamaa, hatumkatii mtu tamaa. Kina Umar ibn al-Khattab wamekaa miaka mingapi? Lakini baadaye wamekuja kuwa kina nani? Mtume alikuwa mpaka anawaombea dua, Allahumma a'izza al-islama biislami ahadi al-umaraini, si ndio? Mwenyezi Mungu upe nguvu Uislamu, mmoja katika hawa apate kusilimu. Mungu akajalia Umar ibn al-Khattab akasilimu. Sasa wewe mwenyewe kama mwenyewe lazima uwe na jihadi ya kuipambania nafsi yako ili ipate istiqama. Hata kama miaka 5 6, Ibn Mkadri miaka 40 alikuwa anapambana na nafsi yake mpaka nafsi yake ikaja sasa ikazoea kukaa sawa, hawezi tena kutoka. Lakini la pili, mujalasatu salihin, kana watu wema. Fuatilia vipindi kama hivi vya watu wema. Africa TV inakuletea vipindi vizuri ambavyo ndio mujalasa wako. Siku hizi watu wengi wanakaa na kifaa hichi. Sasa je, unapokaa na kifaa kama hichi unakaa mujalasatu salihina? Wale uliowafollow katika akaunti zao ni salihina? Kwa maana kwamba wanakuja kila wakati. Sasa hivi ukiangalia katika simu yako una magrupu tele, lakini grupu la kielimu huna hata moja kuwafuata mashehe ambao wataweza kukufahamisha wewe na kukuelimisha. Una follow Instagram watu tele, lakini wewe hujamfollow shekhe hata mmoja. Sasa mujalasatu salihina, huwezi kweli kila wakati kuwa msikitini, maisha yamenibana, lakini kila wakati uko na simu yako. Hiyo pia ni dalili mojawapo ya wewe kuwa na watu wema. Huwezi ukasema sina muda ukaa msikitini na muda lakini wa kuchati. Chati yako unakaa na kina nani? Hawa ni wale ambao watakao kusaidia wakiwa wema, na wewe uwe mwema katika nafsi yako, ambayo nafsi hiyo na kalbu hiyo ikiwa salim, basi matendo yako pia yatakuwa salim. Watu wapendane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Lakini pia katika mambo ambayo yanamfanya mtu awe na qalbun salim na kukumbuka, kathratu dhikri lmaut. Uwe kila wakati unajaribu kukumbuka kifo. Watu wale ambao wanakuwa wanakaa na watu wale ambao wako katika sakratul maut, katika tahdhir, katika muda ambao sasa wakati wote huyu anaondoka, anakaa na yule maiti mtarajiwa, anamwangalia namna roho yake anavyotoka, anavyopaparika, anavyofanya hivi. Mtu kama yule mara nyingi anakuwa yuko karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu anaona watu kila siku wanavyoondoka. Kwa hiyo hata kama wewe hukai kule, kumbuka, kafa bilmauti waidhan, mauti, kifo kinatosha kabisa kuwa ndio zinduo lako, mawaidha yako ya kukutoa kwenye kughafilika, moyo wako ukawa na haya, uhai ambao utaweza kusimama vizuri, uhai ambao utaweza kumtegemea Mwenyezi Mungu peke yake, uhai ambao utakutoa katika kukaa na watu waovu, utaweza kukaa na watu wema. Lakini tunafunga kipindi chetu cha leo katika mambo ambayo yanaweza akawa moyo wako ukawa ni msafi. Ataalluqu alqalbu birabbi, moyo wako ufungamane na Mwenyezi Mungu. Kila hatua wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila hatua unasoma Qur'an, kila hatua unamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutakuja kuanzia hapa insha Allah katika kipindi chetu kinachokuja, namna ya utajo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unavyoweza kukuathiri wewe, moyo wako kutoka katika giza, moyo wako kutoka katika kuwa mchafu kuja kuelekea katika moyo uliokuwa salama, moyo msafi. Tuishie hapa, billahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.